Agustini Alisalia Palanjo. Ningependa nikukaribishe sana katika uchambuzi wa kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Leo nitaanza mfululizo wa uchambuzi wa kitabu hiki ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Kimsingi ni kwamba katika neno la Mungu viumbe walitumika kwa sababu ya kuleta message, ujumbe maalum kwa binadamu. Mungu anaweza akatumia viumbe kwa sababu ya kupeleka ujumbe, lakini pia Mungu shetani anaweza akapeleka ujumbe kupitia viumbe. Kwa hiyo viumbe, ndoto yoyote ambayo imeunganishwa na viumbe au kiumbe chochote, ni vyema sana kuwa makini nayo, kwa sababu kila kiumbe katika ulimwengu wa roho kina maana kamili au kina ishara kamili ambayo ina maana fulani au ina tafsiri fulani katika ulimwengu wa ndoto. Nimeweka wazi kuhusu habari ya viumbe. Sasa nitasoma kidogo katika kuweka msingi kwenye huu mfululizo wa uchambuzi wa kitabu hiki katika kitabu cha Danieli mlango wa 7, na nitaanza mstari wa kwanza na nitasoma mistari michache mahali pale. Biblia inasema kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa Belishaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari za jumla za mambo hayo. Danieli hapa anaona ndoto, andika. Sasa mstari wa pili anasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari. Mstari wa tatu, ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wanyama 4 wanatoka baharini wa namna mbalimbali. Danieli anaandika. Mstari wa 4 anasema, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama, hata mabawa yake yakafunika manyoya. Akainuliwa katika nchi, akisimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa binadamu. Umeona, mnyama anapewa moyo wa binadamu, na umbile lake au jinsi alivyokuwa, sura yake ilikuwa tofauti na simba. Anamuona simba ni kama simba, lakini ana mabawa marefu sana kama tai. Kwa hiyo ni kiumbe kimoja, lakini kina combination ya viumbe zaidi ya kimoja. Ni simba lakini ana mabawa, anachukua tena nafasi nyingine ya kiumbe kingine. Mstari wa 5 anasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwemo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama. Huyu ni mnyama mwingine anaonekana, Biblia inamtaja ya kwamba Danieli anaona haya maono, na katika kuona anaona mnyama mwingine ambaye anafanana na dubu, lakini ana mifupa miwili kwenye mdomo wake, naye anaambiwa inuka ule. Kwenye mstari wa 6 anasema, kisha atazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyu alikuwa na vichwa 4, yaani ni mnyama mmoja lakini anaonekana kama ana vichwa 4. Akapewa mamlaka huyu mnyama, yeye ambaye anafanana na chui lakini ana vichwa 4, akapewa mamlaka. Mstari wa 7 anasema, baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, na alikuwa na meno ya chuma makubwa sana,
alikula na kuvunja vipande vikanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, na alikuwa na pembe 10. Sasa muungwana huyu, mtoto wa muungwana, baada ya kuchukuliwa kupelekwa katika taifa au nchi ya Babeli, alikataa vyakula vya mfalme au unafiki ambao ulikuwa unapitia vyakula. Kwa nini alikataa vyakula vya kifalme? Kwa sababu vyakula vya Babeli vilikuwa vinatengenezwa kinyume na sheria ya dini ya Wayahudi au Waibrania. Kwa hiyo alivyokuta kwamba vitu hivi vinapingana na ile sheria, basi yeye mwenyewe na pamoja na wenzake walihatarisha maisha, wakisema kwamba hatutakula vyakula hivyo. Na pamoja na mambo mengine, baada ya majaribio mengi makubwa, kupelekwa na kurushwa kwenye tundu la simba, kupata mateso mengi, lakini Mungu alikuwa pamoja na wao, hawakufa. Mungu anaendelea kuwalinda. Kikubwa ambacho ninataka kuzungumza hapa ni kuhusu habari ya hawa wanyama ambao wameonekana katika Biblia. Ni wanyama, Biblia inazungumza habari yao, ni wanyama kama wanyama, lakini kila mmoja amepewa assignment. Mwingine amepewa assignment kwa ajili ya kula na kuvunja, mwingine amepewa assignment tofauti tofauti. Na hao wanyama wameonekana ya kwamba wao ni tofauti, kila mmoja amekuja na namna tofauti, lakini Biblia inasema huyu simba anapewa roho na damu. Maana yake ni wanyama, lakini ni wanyama ambao wamepewa roho ya vitu vingine. Maana yake ni mnyama, unamuona ni mnyama, lakini ndani yake anabeba roho fulani. Sasa kwenye uchambuzi wa kitabu hiki ambacho nimekiandika kwa neema ya Mungu na kwa msaada wa Roho Mtakatifu, nimeelezea mambo kwa undani, jinsi ambavyo Ibilisi, shetani, anaweza akatumia wanyama, na kila mnyama ana aina fulani ya wachawi. Wachawi wote wanajua jambo hili. Wanyama karibia wote duniani, kila mmoja anaweza akabeba kafara la namna fulani au namna fulani. Na uchawi wa wanyama pia nimeuandika katika kitabu hiki, kwa kila mnyama ambao nimemchambua katika, kwa sababu hiki ni kitabu cha kwanza katika mfululizo wa vitabu vya ishara za wanyama katika unabii wa ndoto. Katika kitabu hiki nimeandika viumbe wengi sana, na nimeandika ishara zao, unapomuona ni ishara gani unaiona, lakini pia nimeandika ya kwamba yule mnyama mwenyewe wachawi wanamtumiaje katika eneo la uchawi. Na kama ukimfahamu adui yako vizuri, basi unaweza kushindana naye. Huwezi kushindana na adui ambaye haumjui. Kwamba ni vyema upate kitabu hiki cha ishara za wanyama katika unabii wa ndoto, ili kiweze kukufungua katika mazingira mbalimbali, na pia kina aina ya maombi.